Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo, na leo tuna somo jipya linalohusu Yesu anaweza kubadilisha. Tunaongozwa na neno la Mungu la kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 9, na katika hilo neno tunaona jinsi Sauli alikuwa mtesi, alikuwa anawaua watu wa Mungu, watu wanaohubiri Injili, lakini alikutana na Yesu njiani akiwa anaelekea Dameski kwenda kuua. Na unaona pale ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari wa 17 inasema, Bwana Yesu akamtokea Sauli akienda Dameski, naye alimpiga upofu, lakini alimpa maelekezo ya kuonana na Anania. Sasa unaweza ukaona Anania alipoendewa na huyu Sauli, sasa akamwekea mkono, akamwambia Sauli, Bwana Yesu ambaye alikutokea njiani ukiwa unaenda Dameski amenituma nikuwekee mikono ili uweze kupokea Roho Mtakatifu. Na Sauli baada ya kubandikwa ile mikono akajazwa Roho Mtakatifu. Biblia inasema magamba yalidondoka kwenye macho yake, na baada ya kudondoka kwenye macho yake Sauli alibadilika, akawa sasa mhubiri wa Injili badala ya mpinzani wa Injili. Kwa hiyo Yesu anaweza kufungua. Ukikutana na Yesu wa kweli anaweza kufungua, na hata kichwa cha somo letu kinasema Yesu anaweza kugeuza, Yesu anaweza kubadilisha kabisa. Kwa hiyo yawezekana kuna mtoto wako amekuwa mlevi au jambazi, au amekuwa anatumia madawa ya kulevya na umeshajikatia tamaa. Kazana kuomba, kwa sababu Yesu akimuona ataweza kukutana naye. Mbona alikutana na Sauli akiwa njiani? Unajua Sauli alikutana na Yesu akiwa njiani kwenda kuua. Kwa hiyo yawezekana mtoto wako ni jambazi sasa hivi, yuko njiani anaenda kuua, anaenda kuvunja nyumba ya mtu, yuko njiani wewe uko njiani unaenda kufanya uharibifu, unaenda kwenye zinaa, unaenda kwenye mambo magumu mabaya unaenda kuyafanya. Yawezekana uko njiani unaenda kwa mganga na umekutana na hili neno. Nataka kusema tu kwamba Yesu anaweza kubadilisha maisha yako, anaweza kukutoa katika hiyo hali, kutoka kuua ukawa ni mtu unayeuisha. Sauli alibadilishwa kutoka kuua watu wanaohubiri Injili akawa mhubiri wa Injili. Sauli alikuwa akiwachukia watu wanaomtangaza Yesu. Sauli alikuwa akiwaua watu wanaomtangaza Kristo na wanaotangaza matendo ya makuu ya Kristo. Baada ya Yesu kukutana naye, alifanya kazi ambayo alichukia hapo hapo, kuua watu Sauli. Kwa hiyo akambadilisha. Na baada ya Sauli kukutana na Yesu, alibadilishwa jina kutoka Sauli akaitwa Paulo. Kwa hiyo huenda ukikutana na Yesu atakupatia na jina jipya. Kuna watu wengi sana ambao wamewahi kubadilishwa majina baada ya kukutana na Yesu. Tunatamani sana kukutane na Yesu. Mfano pia wa watu ambao walikutana na Yesu wakabadilishwa, kuna Sarai. Unaona Sarai, na wanasema ni Mungu alimbadilisha, lakini Mungu ni Yesu. Katika Yohana sura ya 1 inasema kwamba hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwepo ni nani? Ni Mungu. Yesu yuko kwenye neno. Neno ni Yesu. Yesu ni mkate wa uzima. Yesu ni maji yaliyo hai. Yesu ni mwamba imara. Yesu ni mponyaji. Yesu ni uzima. Ukikutana naye anaweza akabadilisha historia yako. Kama ulikuwa unaitwa jambazi ukapewa jina jingine, alimbadilisha Sarai. Sarai alikuwa ni tasa, alivyobadilishwa akaitwa Sara, akawa mama wa mataifa mengi. Kwa hiyo naamini kwamba hata wewe unamtamani huyu Yesu, na naamini hapo ulipo unatamani kukutana na Yesu abadilishe maisha, kwa sababu kuna vitu uvipendi lakini unajikuta unavifanya. Leo nitaomba maombi mafupi sana ya ushindi na wewe, na Yesu atabadilisha maisha yako. Ukisoma Mwanzo sura ile ya 17 mstari wa 15 mpaka 27 utaona jinsi Sarai alibadilishwa, mke wa Ibrahimu akaitwa Sara. Alivyokuwa Sarai alikuwa na roho ya kutokuzaa, alikuwa tasa, lakini alivyoitwa Sara alibadilishwa akawa mama wa mataifa mengi. Kwa hiyo na wewe unaweza ukawa jina ulilonalo pia linachangia wewe kukutana na Mungu. Kuna watu wengi sana. Kwa mfano Abraham alibadilishwa jina alipokutana na Mungu, akaitwa Ibrahim badala ya Abraham katika Mwanzo sura ya 17 mstari ule wa 15. Kwa hiyo Mungu alibadilisha jina la Yakobo pia akamuita Israeli, Mwanzo 32 mstari wa 28. Natamani na wewe upate kubadilishwa kutoka katika hali ulionayo. Kwa hiyo kama unataka Yesu akubadilishe, rudia maneno mafupi nitakao kuongoza, kisha nitaomba na wewe, na Bwana Yesu atakutokea hapo hapo na atayabadilisha maisha yako. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu zote. Tafadhali futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike upya katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako, na asante kwa kunisamehe na kwa kuniokoa.
Naomba umlete Roho yako Mtakatifu achukue uongozi kwenye maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kama ulivyokutana na Sauli akienda Dameski kuua watu katika njia ya Dameski, Baba, naomba ukutane na huyu mtu kwa namna ya tofauti. Yawezekana kuna mambo yanamtesa, hawezi kunieleza, lakini wewe ukikutana naye unaweza ukayaondoa, Baba. Yawezekana kuna majina mengi ameshapewa, ameshaitwa jambazi, ameshaitwa muuaji, ameshaitwa kahaba, ameshaitwa majina yote mabaya katika dunia hii, lakini Mungu, wewe uliweza kubadilisha muuaji akawa mtu anayehubiri Injili. Ninakuomba ukakutane na huyu mtu. Yawezekana ameshaenda kwenye huduma nyingi, ameshaombewa sana, lakini naamini atakutana na wewe, Yesu unayebadilisha. Unaweza ukambadilisha maisha yake, tena ukampa jina la sifa, ukamwondolea roho nzito, ukampa vazi la sifa badala ya roho nzito, katika jina la Yesu. Kupitia kipindi hiki naomba ukabadilishe wengi wanaonisikiliza ambao wanapita kwenye mateso makali, wakubali kupiga magoti chini na kuinua mikono mbinguni na kusema, Bwana Yesu, na kuhitaji badilisha maisha yangu. Bwana Yesu, sina shaka na wewe, naziamini sana kazi zako ya kwamba utawagusa na utawatembelea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, bariki wote wanaonisikiliza na wale ambao pia wanasimama na sisi kupitia matoleo. Tunaomba Bwana ukapate kuwabariki, tena ukapate kuwafanyia njia katika jina la Yesu. Bariki na matoleo hayo, amen. Tutatoa sehemu ya pili ya Yesu anabadilisha muda sio mrefu. Amen.